Kitabu cha 3 cha Musa kiitwacho Mambo ya Walawi. Mlango wa 1. Bwana akamwita Musa na kusema naye kutoka katika hema ya kukutania. Akamwambia, nena na wana wa Israeli, uwaambie, mtu wa kwenu atakapomtolea Bwana matoleo, mtatoa matoleo yenu katika wanyama wa mifugo, katika ng'ombe na katika kondoo. Matoleo yake kwamba ni sadaka ya kuteketezwa ya ng'ombe, atatoa ng'ombe mume mkamilifu. Ataleta mlangoni pa hema ya kukutania ili akubaliwe mbele ya Bwana. Kisha ataweka mkono wake juu ya kichwa cha hiyo sadaka ya kuteketezwa, nayo itakubaliwa kwa ajili yake, ili kufanya upatanisho kwa ajili yake. Naye atamchinja huyo ng'ombe mbele ya Bwana. Kisha wana wa Haruni, hao makuhani, wataileta karibu hiyo damu na kuinyunyiza damu yake kando kando katika madhabahu iliyo hapo mlangoni pa hema kukutania. Kisha atachuna sadaka kuteketeza na kuikata vipande vyake. Kisha wana wa Haruni watatia moto juu ya madhabahu na kuzipanga kuni juu ya moto. Kisha wana wa Haruni makuhani watazipanga kuni zilizo juu ya moto uliopo juu ya madhabahu. Lakini matumbo yake na miguu yake ataiosha kwa maji, na huyo kuhani ataviteketeza vyote juu ya madhabahu, ili iwe sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na matoleo yake kwamba ni katika kundi, katika kondoo au katika mbuzi, kwa sadaka ya kuteketezwa, atatoa mume mkamilifu. Naye atamchinja hapo upande wa madhabahu ulioelekea kaskazini mbele za Bwana. Na wana wa Haruni hao makuhani watainyunyiza damu yake juu ya madhabahu pande zote. Kisha atamkata vipande vyake pamoja na kichwa chake na mafuta yake. Kisha atavipanga vipande juu ya kuni zilizo juu ya madhabahu. Lakini matumbo yake na miguu yake ataosha kwa maji, na huyo kuhani atavisongeza vyote na kuviteketeza juu ya madhabahu. Ni sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na matoleo yake atakayomtolea Bwana huwa sadaka ya kuteketezwa, kwamba ni katika ndege, ndipo atakapoleta matoleo yake katika hua au katika makinda ya njiwa. Kisha kuhani atamleta karibu na madhabahu, naye atamkongonyoa kichwa na kumteketeza kwa moto juu ya madhabahu, na damu yake itachuruzishwa kando ya madhabahu. Kisha atakiondoa kile kibofu chake pamoja na taka zake na kukitupa kando ya madhabahu upande wa mashariki, mahali pa majivu. Kisha atampasua na mabawa yake, lakini asimkate vipande viwili. Kisha kuhani atamteketeza juu ya madhabahu, juu ya kuni zilizo juu ya moto. Ni sadaka ya kuteketezwa, dhabihu ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana.